Na mambo vipi wadau wetu wa Global Vibes TV, na tumaini langu ni kwamba ni mzima wa afya. Unazidi kutufuata moja kwa moja katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini. Tumaini langu ni kwamba unaendelea vizuri, Mungu anazidi kutulinda sote tukiwa pamoja kabisa sambamba kuweza kufuatilia video zetu za Global Vibes TV. Kama wewe ni mzima wa afya, basi mshukuru Mungu, kwa maana kuna wale ambao wameweza kufariki na wengine hawana matumaini ya kupona wakiwa wagonjwa hospitalini. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wetu, hizi ni familia ambazo zimeweza kupoteza hii ni familia ambayo imeweza kupoteza ndugu zao wawili ambao wameweza kufariki, kaka pamoja na dada. Dada ndiye ambaye ameanza kukufa baada ya siku 3, kaka naye akafuatia. Dada huyu alikuwa akiishi katika nchi ya South Africa. Baada ya kupatwa na majanga ya magonjwa akatoka akaja mpaka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwao Baraka, ili apate kutunzwa na kuweza kuhifadhiwa vizuri na familia, lakini ameweza kutoweka katika hali ya utata sana. Baada ya siku 3 kaka mtu naye akafuatia, naye alikuwa mzito sana wa magonjwa, alikuwa kiumwa magonjwa makali kabisa, alipigwa jembe ya kichwa na watu ndo imefikia mpaka kwake naye kufariki. Kwa hiyo hivi ni vilio ambavyo vimetanda kabisa, simanzi kubwa kama jinsi unavyoendelea kuona hapo mpenzi mtazamaji. Ameweza kufariki naye ameweza kuzikwa. Kwa hiyo hii ni vilio ya mtu na dada yake ambao wameweza kufariki katika siku za kufuatiana. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kuweza kuangalia video zetu, naomba bonyeza alama subscribe, kisha utabonyeza alama kengele kwa ajili ya kupata video zetu nyingi zaidi, na pia usikose kucomment, kushare na kulike video zetu ili uwe wa kwanza kupata video zetu, na usikose kupatia wengine wapate kujua kile ambacho kinachoendelea. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, utaenda kuona mwanzo mwisho wa maziko na hutuba zote mbili za marehemu ambao wameweza kuacha ndugu zao na simanzi kubwa sana. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, utakwenda kusikia hutuba ya watu hao wawili ambao na kuenda kufariki hivyo. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, upate kutazama hutuba na kusikiliza kile ambacho wamekwenda kukiongea familia, kama vile familia imeweza kupoteza watu hao wawili kwa muda mmoja, kwa wiki moja. Watu hao wawili wameweza kufariki baada ya dada kaka naye akafuatia katika hizo siku ambazo zimefuatia hapo. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, mimi ni mtangazaji wako Jacob Daniel Pascal, na kutangazia ndani ya Global Vibes TV katika mji wa Baraka, ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, utakwenda kujisikilia mwenyewe hutuba ya marehemu na ibada yote na baradha katika hali ya kuzika maziko, utakwenda kuona hapa mpenzi mtazamaji. Kwa hiyo usikose kujiunga nasi tena katika video nyingine ambazo tutakazo kuletea baada ya hizi. Asante sana. 7 mwezi wa 6 1985 alipozaliwa, jamaa likamuleta katika mikono ya kanisa la Methodista, likamkabidhi kanisa, na hapo alipomalia katika hiyo imani ya Methodista. Marehemu amemaliza masomo kidogo ya école primaire pale Uvira Kumunanira, ndipo aliposomea école primaire yake na akamaliza 6e. Akaingia katika maisha ya kawaida, akaolewa ilikuwa mwaka 2000. Akaolewa na kijana wa Bashim Nyaka, aitwa kwa jina la Amos, na wamezaa naye watoto 4. Watoto 4, 2 wanawake, 2 wanaume. Katika hawa ameacha wajukuu 2. Magonjwa ya marehemu. Marehemu alipata magonjwa
muda mrefu tangu huko South Africa walipokuwa pamoja na mume wake huko. Alafu katika kuhangaika na ile magonjwa ikabidi aje akatafute namna gani anaweza kupata huduma kamilifu Kongo. Kaja na alikuwa akisikia magonjwa kama ile tunaita kupayuka payuka. Watu wa Kifaransa wanasema pale schizophrenia, na vile ile ya makravu sa vile ganzi. Alafu ilipofika tarehe 1 hii mwezi wa 6 2025, asubuhi marehemu ameaga dunia katika ile hali ya ile magonjwa ambapo ameyataja hapa. Kwa hiyo marehemu amefanya hapa duniani miaka 41, tuseme katika Kiswahili 41, ndio ameacha amefanya katika dunia. Na sisi kama vile jamaa tunashukuru Mungu kwa sababu ni yeye Bwana ametupa, naye vile vile tena ametwaa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasimama hapa kama watu wa kanisa. Sisi ni kanisa la pale Mshimbaji. Sisi hapa tunasimama kwa ajili ya kufanya ushuhuda kwa ajili ya marehemu aliyetuacha. Sisi kanisa la pale Mshimbaji hatuna maneno mengi ya kusema juu ya maisha ya kiroho ya huyu dada yetu ambaye ametuacha, sababu Kristo wake wote labda ameupitisha kwa sehemu tofauti na hapa kwetu Mshimbaji, lakini kile ambacho tumekiona na tumekishuhudia kwa macho yetu wakati alipotoka kwake kufika hapa na hali ya magonjwa, hakunyamaza, alifika kwa kanisa, tukaonana naye na tukamwombea kwa siku zake za magonjwa. Yeye ni Mkristo wa shirika letu tangu angali mtoto na mpaka sasa. Wakati amefika hapa ametuona na akawa na mambo ambayo ameyaongea pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Na kama Mungu ameona ni vema kumchukua mtu wake, basi sisi tunasema asante, na ni lile ambalo alilikusudia na ni lile ambalo amelitimiza. Kwa hiyo Mungu ambaye aliyemtoa kwetu na tena amemchukua, basi jina lake libarikiwe. Amen. Amen. Mimi hajakufa atakuwa anaishi. Naye kila isiye na kuniamini hatakufa kabisa hata milele. Maana mateso yetu nyepesi iliyo ya muda kitambo tu yanatufanyia utukufu wa milele unaozidi kuwa mwingi sana. Usiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana. Kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni milele. Tuombe. Mungu aishie milele, Baba yetu, kwako tulipotoka na ni kwako jitihada sana, lakini Mungu akupenda. Tunaenda kwa maombi. Tuombewa sana. Bwana Yesu atakuja kutoka mbinguni, atawachukua wote waliompenda. Kama nyota za mbingu watu wake watang'aa, katika taji yake kuwa sifa ya Yesu. Atawakusanya wote waliomwamini, watakuwa nguvu yake milele mbinguni. Kama nyota za mbingu watu wake watang'aa, katika taji yake kuwa sifa ya Yesu. Na watoto watakuwa pamoja na Yesu, watang'aa kama nuru
nyumbani mwa Yesu. Kama nyota za mbingu, watu wake watang'aa katika kazi yake, kuwa sifa. Haleluya. Geuka huku. Tunashikana. Akibuchikwa feza ishikanja nse awabalenga ishikanja alobotwa mukela yakutangwa awa 1974 aloweta école primaire omaliza oendelea ishi hadi aola ikonda akonjile inga ngamba wabashi buma asende chini na huko abo tulinake bana basatu balumia na babele bachana baba lumia na babele ulio leo bachana na ndumiana bati ashika shukuru babele bafu aitamia debre 54 une anuasi bafu shi anja alipata malwaji amatotende ene auchawe paka hano ene mazingira ma bikyote na babembe asili balubaya accident au takaita nimenkela japo ndia etile monedi na yo kuma wodi hospital Fizi la Fizi tigalo bezeka sukuma wodi kamunge bura ayubokwa sasa ashila auto anya ashila presque une semaine mungu itareshiti maana la tatizo lunge ya tenga shiti tumeshi na uko kuongeza watu kifupi kidogo kwanza na make maisha vingi vyose vishiendelee ibe noendelea sehemu chibele ano inetwale yano na jamaa iliyokukakela pamoja na kwamba ala asili na aita nimekuja
kubidi vitu byose na mipango yose ishyuma zisina ndio miweji hivyo kifupi kidogo kama ndio wanatocha sema ile Yesu na Yesu shi ashukuru bosi kwa kukana tuwakilisha ile kawaida kitu vitu shirika ndio timu wende leiva na kupima kwa neno sasa wende leiva kidogo Baba!